Na wasalimu nyote kwa jina la Yesu, nikishukuru kila mmoja kwa ajili ya Mungu kumuumba na kumuleta katika hii dunia kwa ajili ya kumwabudu. Nataka kuzungumzia mada moja ambaye nasema kuharibu mawazo mabaya. Changamoto ambayo tuko nayo katika hii dunia ni mawazo mabaya. Mungu anasema moyo wa mwanadamu umejaa mawazo mabaya, na hakuna mtu anayeweza kujua ila Mungu mwenyewe. Hata Mungu anapokufunulia moyo wa mwanadamu vile alivyo, hatakufunulia moyo wote. Atakufunulia sehemu ya huyo mwanadamu, lakini sehemu kubwa ya mwanadamu anayejua ni Mungu. Licha ya kwamba wewe ni mtumishi, licha ya kwamba watu wanaamini ya kwamba kuna muganga na kuna vikundi ambavyo vinajua maisha ya watu, kila kitu. Watu nimesikia wakipea kikundi cha Illuminati na Freemason sifa kubwa ya kwamba ni kikundi ambacho kiingia ndani uweze kutoka, kinajua kila kitu chako. So kwa njia nyingine hao watu wanasema kwamba kikundi kile ni Mungu. Kitu chochote ambacho kiliumbwa hakiwezi kujua maisha yako yote. Kila ambacho kitajua ni kila ambacho Mungu amekiruhusu, amekifunulia na kukiruhusu kijue. Lakini kila ambacho Mungu hajaruhusu haiwezekani. So moyo wa mwanadamu umekuwa na uharibifu mkubwa sana katika hii dunia, na umejaa mambo mengi. Kusema ukweli, hata kwa ule mtu ambaye ameokoka, kuna wakati unafika unaona wale watu ambao wamemwamini Mungu wameokoka kwa njia nyingine, vile wanawaza mpaka inakushangaza sana kama kweli hao watu wako upande ya Mungu. So nataka nikuletee hii mada ya kwamba kuharibu mawazo mabaya. Nataka kuzungumzia mtumishi mmoja wa Mungu aliyeitwa Nabii Yona. Watu wengi katika hii dunia wanajua mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Nabii Yona. Hiyo ni kitu ya kwanza. Huyu alikuwa nabii ambaye Mungu alimtuma aenda hubiri injili katika nchi fulani, mahali fulani alipokuwa panaitwa Ninawi. Aliposikia sauti ya Mungu, kitu ya kwanza alianza na kuasi. Unaona, huu ni nabii lakini anakataa sauti ya Mungu. Changamoto ambayo tuko nayo siku ya leo katika injili ambayo nimeiona, watumishi wa Mungu wanapoasi huwa wanapotea. Kwa sababu gani? Watu wengi hawako tayari kukosoa na kuwasaidia watumishi wa Mungu, kwa sababu watu wengi wanajua watumishi wa Mungu wamekamilika. Shida kubwa katika injili, mtumishi wa Mungu mwenye ataanguka aendewa aambie ukweli. Huyu ni mtumishi ambaye ametengeneza mazingara ya kwamba kila mtu ako na uwezo wa kumfikia. Kuna mazingara ambaye ametengeneza kwa maisha yake na imefanya kuwa rahisi kwa watu wengine kumfikia. Ya pili, itategemea ule mtu ambaye atapewa ujumbe yake ni mtu ambaye pia amekubali kutembea kwa sauti ya Mungu. Haogopi mtu yoyote. Huyo mtu naye pia ako na uwezo wa kumfikia na aeleze mtumishi wa Mungu mahali ambapo anastahili kurekebisha. Lakini tu kusema ukweli, kwa hii dunia siku ya leo, watumishi wa Mungu wengi wanapoanguka wanakosa mtu wa kusimama nao na kuwarekebisha. Wengi wanajua wameanguka, wamefanya vibaya, lakini mtu wa kujitokeza kuwaendea wale watu na kuwaambia makosa yao ndiye amekosekana. Kwa sababu wengi wanaogopa, wengi wanaona aibu kwenda kuambia mtumishi wa Mungu amefanya makosa. Wengi ni wanafiki, hawataki kukubali katika ukweli, wasimame because wanataka kutunza majina yao. Ni changamoto, mimi nakwambia.
ambao tuko nao siku ya leo katika Injili. Kupata mtumishi wa Mungu mwenye ameanguka na akarekebishwa na akakubali. Shukuru. Kitu cha kwanza, mtumishi wa Mungu anapoanguka inakuwa ni aibu, inakuwa ni uoga. Watu wengi hawako tayari kuenda kumwambia ukweli. Cha pili, hata yeye mwenyewe anaaibika na anakuwa na uoga, hataki watu wajue na hayuko tayari kurekebishwa. Mimi nakwambia tu kweli. Jona alikuwa nabii wa Mungu. Ukisoma katika maandiko unapata kwamba Jona hakuwa mtu wa michezo. Jona alikuwa nabii wa Mungu aliyekuwa amejitoa kwa hiyo kazi kabisa. Mimi nakwambia ukweli. Lakini cha kunishangaza ya kwamba huyu jamaa hakuwa tayari kukubali ya kwamba amekosa, kwa sababu kitu cha kwanza, Mungu alimtuma aenda kuhubiri Injili wapi? Nineve. Huyo jamaa akakataa, mtumishi wa Mungu nabii akakataa, akaelekea Tashishi. Hiyo ni kitu cha kwanza. Na hapo ndio mimi nataka nizungumzie ukweli. Watumishi wa Mungu pia huwa wanakosa. Licha ya watu wengi wanajua katika akili zao ya kwamba mtumishi wa Mungu huwa hakosei, ama anapokosea ni makosa yake ni madogo. Mtumishi wa Mungu hawezi kukosea makosa makubwa kama mwizi, kama msharati, hapana. Muuaji, hapana, kulingana na watu. Lakini utapata yale makosa ambayo tunaona mtumishi wa Mungu hafai kuyafanya, ndiye yenye amempata huyo mtumishi. Mimi nakwambia ukweli. So Jona akaitwa na Mungu kama nabii na akaambiwa enda katika mji wa Nineve uhubiri Injili, watu watubu dhambi, wamgeukie Mungu. Ule mji ulikuwa umeingia katika dhambi na dhambi yake ilikuwa imefika mahali ambapo imemkasirisha Mungu. Jona akasikia sauti vizuri, lakini alipotoka hapo, walipoongea na Mungu, walipowachana, yeye akasema hiyo mambo ya kwenda Nineve hataweza, akaelekea Tashishi. Uasi kwa watumishi wa Mungu. Mtu asiwahi kudanganya kwamba mwinjilisti hawezi kukosea, nabii hawezi kufanya makosa, papa hawezi kufanya makosa, mtume ama mchungaji, mwalimu, mtumishi yoyote wa Mungu hawezi kukosea. Huyu mtu atakuwa anakudanganya. Mradi wewe ni mwanadamu, kuna mahali ambapo utakosea. Licha uko na Mungu, itakubidi kuhakikisha kwamba neno la Mungu linafaa kuendelea kulingana na vile Mungu anataka. So mtumishi wa Mungu alipokosea, kitu cha kwanza na kuelekea katika nchi ya Tashishi, hakufika. Ndio ndio kitu nafaa kujua, hakufika. Alipokosa kufika, huyu mtumishi, chenye unafaa kujua ni hiki. Alipokosa kufika ni kwa sababu gani? Mungu alitaka kumuonesha kwamba hakuna mtu aliye juu ya Mungu. Kuna vitu unaweza kufanya kwa maisha ukaona umefaulu, lakini muda utakuja kuonesha kama Mungu alisema ni hivi, inafaa ikuwe, na ukaenda kivingine. Hata kama kweli utafaulu na dunia mzima kila kiumbe cha Mungu kikuunge mkono, wewe ngojea, lazima utarudi pale mahali. Hautaweza kuja katika hii dunia na kuonesha Mungu ya kwamba yeye ni mdhaifu, ni ngumu. So nataka niongee hapo kwanza. Watumishi wa Mungu, tafadhali, tukikosea tukue tumefungua milango za kurekebishwa vile sisi huwa tunarekebisha wengine mahali ambapo wao wamekosea. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili, tutengeneze urafiki na watu. Tusikuwe watu ambao tumejenga ukuta ya kwamba sisi tunapokosa hatuwezi kufikiwa, lakini wengine sisi tunawafikia. Hapo pia tunafaa kurekebishwa. Cha tatu, tukubali ya kwamba hata sisi watumishi tunaweza kukosa. Hiyo ni kitu cha kwanza. Tuna uwezekano mtumishi wa Mungu akosee licha ya cheo gani ako nacho, lakini apeane nafasi ya kurekebishwa na kubali. Hiyo ni kitu cha watu wanafaa kujua. Kingine pia, mtumishi wa Mungu akubali ya kwamba yeye anapokosa, akiambiwa makosa, afurahie na atake kubadilika, asije kupotea kama wengine. Naye kwa watu wengine ambao huwa wanajua kwamba mtumishi ni mtakatifu, mtumishi hawezi kukosea, watu wale pia wanafaa wabadilishe mawazo ya kwamba mtumishi tu ni mtu kama wewe,
Ni vile Mungu amemuita akamutenga, akampatia kazi fulani ya roho, lakini yeye tu na wewe ni kitu kimoja, mradi tu umeokoka. So usione ya kwamba yeye ni wa maana kukuliko, mradi nyinyi wote mko kwa Mungu. Mtumishi wa Mungu ni mtu ambaye ameshawekwa kwa katika kitengo fulani ili kushughulikia mambo ya Mungu yaende sawa sawa. Jona, mtumishi wa Mungu hapa, watu wanajua kwamba mtumishi wa Mungu ni mtu ambaye haufai kumwambia makosa yake, utakuwa unamwaibisha. Hapo ni mbaya. Hiyo ni kufanya mtumishi wa Mungu aonekane kwamba hayuko sawa. Watu wanaogopa kuendea mtumishi wa Mungu. Hiyo ni vitu nimeangalia katika dunia, na si watumishi wa Mungu pekee. Watu wanaogopa hata kuendea wazazi wanapokosa. Watu wanaogopa hata kuendea watawala wa dunia wanapookoka. Hadi katika hii dunia kuna watu wakikosea, mtu wa kuendea na kuambia makosa yao hayupo, ila wanafiki ndio wengi, wasengenyaji ndio wengi. Mimi nakwambia ukweli, hiyo ndio shida ambayo tuko nayo siku ya leo. Lakini kile kitu ambao unafaa kujua ni ya kwamba kama mtumishi wa Mungu unafaa kuelewa kitu kimoja, ya kwamba katika hii dunia kuna uwezekano watu wanaweza kukosea, lakini wanapokosea, jambo muhimu ni gani? Jambo muhimu ni wale watu kukubali makosa yao, wale watu kunyenyekea na kurudi katika njia ya Mungu, kusema hapa mahali tumekosa, na watu kukosa kufunika wengine katika makosa yao. So mawazo ya mtumishi wa Mungu ambaye ni nabii alikuwa machafu. So alipotumwa kwanza, alipokataa, akafika mahali akapanda meli ya kuelekea pale Tashishi. Kupitia kwa ile meli ukatokea mzukosuko, akatupwa katika lile ziwa ambalo alitupwa ndani. Alipotupwa pale, samaki kammeza. Alipokuwa ndani ya samaki, akaomba kwa siku 3. Samaki kaenda kumtema, kufungua mdomo wake kutoka kwa samaki ilipomtema hivi. Wakati alifungua macho yake, ikapatikana ya kwamba anakaribishwa katika ule mji wa Ninawi, mahali ambapo alikuwa ameambiwa ya kwamba apeleke Injili, akawa amekataa. Huu ni ushuhuda mkubwa sana ya kwamba kutoka kwa samaki, macho yake kitu cha kwanza kilichoona karibu Ninawi. Yona alipofika mahali pale, kulingana na vile alipoagizwa na Mungu, baada ya Mungu kumuonyesha kwamba hawezi kukataa kile ambacho amemwambia, alipofika pale alikuwa na uchungu. Alihubiri Injili ya ukweli, ndio kaambia watu watubu. Mfalme wa hiyo na watu waliokuwa mahali pale walipoona kweli vile Yona aliposhuka pale Ninawi na kuhubiri Injili, walishituka. Wale watu walishangaa, na mfalme akaamua wanyama pamoja na watu, siku 3 hakuna kula, watu kuvaa magunia. Unaona mfalme vile alikubali Injili. Mfalme aliweka cheo chake cha ufalme chini. Hiyo ndio kitu nafaa kuelewa. Mfalme akawachana mawazo yake ya kwamba yeye ni mfalme, akawachana kile kitu kuangalia ambacho kingemfanya akose kukubali Injili na kutubu. Huyo mfalme akakubali ya kwamba wanyama pamoja na wanadamu waliokuwa wanaishi katika huo mji wa Ninawi, kila mtu atavaa magunia, kila mtu ataenda mbele za Mungu kukubali makosa ambayo aliyafanya, bila mjadala, bila kujifariji, yeye mwenyewe akiwa ndiye alikuwa akiongoza msafara wa watu kutubu. Tukupata watu kama hao katika hii dunia. Mfalme alisema hakuna kukula kwa siku 3, ni watu kuvaa magunia, kuanzia kwa yeye mwenyewe mpaka mtu wa mwisho, na kila mtu kuhakikisha kwamba ni kutubu, na sio kutubu ya michezo, kutubu ya ukweli, kwa sababu huyu mfalme anajua Mungu ni nani. Na kuambia bwana, Jona alikuwa amewaambia kwamba Mungu amewapatia siku 40 za kutubu, lakini wale watu baada ya siku 3 walikuwa wameshamaliza mambo ya kutubu. Wakasema hatuwezi ngojea siku 40, siku 3 zinatosha. Walikuwa wamemaliza. Siku ya leo mimi nashangaa, mtu anakosa, anachukua mwaka mzima, anachukua miaka mingi,
anachukua miezi, wiki, ndio atake kusamehe mtu, ndio atake hata kuachilia makosa yenye alikuwa ndani ya roho yake. Yaani watu tumejaa mawazo mabaya kabisa. Sasa Yona alipoenda pale na akahubiri Injili, watu wakasikia vile Mungu alikuwa amemtuma, kweli watu wakaamua kubadilisha njia zao mbaya. Watu wakageuka, wakasema hatuwezi kufikisha siku 40, siku 3. Walikuwa wamemalizana hayo maombi, wako kwa Mungu wakisherekea, kwa sababu Mungu tayari ameshashughulikia mambo yao. Yona nabii wa Mungu, hapa ndio nataka usikie. Yona nabii wa Mungu, mtumishi wa Mungu. Kama wewe hapo pastor, kama wewe hapo mwinjilisti, pope, wewe nabii, wewe mwalimu, mchungaji, kardinali, wewe askofu, wewe. Yona alikuwa hivyo. Yona akakasirika kwa sababu wale watu hawajaangamia. Hasa hapo ndio mahali niko. Ani katika hii dunia kuna watu wanapoona kwamba ile njia ambayo unatembea sio mzuri, na Mungu anataka kutoka katika ile njia utembee katika njia ambayo inastahili. Kumbe kuna watu hawataki. Na wale watu ambao hawataki sio wengine, ni watumishi wa Mungu. Hii Injili imenishangaza. Ani mtumishi wa Mungu alikasirika kuona watenda dhambi wamesamehewa dhambi zao. Alitaka kuona wameangamia. Na kweli hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo kwa watumishi wengi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu, Mungu akimwonyesha kwamba unaenda kufutwa kazi na unaenda kuteseka, mtumishi wa Mungu hata ataomba na asupport hiyo maombi itimie vile Mungu amesema hivyo. Ndiye atoke pale akifurahia unabii ule umetimia, atoke pale akijigamba kwa maombi yake. Umefutwa kazi kwa sababu ulikuwa muasi. Ani siku ya leo mimi kile kitu ambacho kinanishangaza, kusema tu ukweli, ni ya kwamba mtu anapokosea katika Injili, kusema tu ukweli, kile kitu ambacho kinanishangaza ya kwamba watu wengi wanataka ule mtu kuangamia. Manabii wanapotabiria mtu ya kwamba huyu mtu ako na mimba, Mungu ameonyesha kwamba huyu mtu atakapoenda kuzaa atakufa, badala waombe wakatae kifo cha huyo mtoto na huyo mtu, wanataka hata waombe huyo mtu akufe, ikuwe ni ushuhuda wa kujigamba na kujiinua katika maisha. Mimi nakwambia ukweli, shida ambayo tumekuwa nayo katika Injili, sitaki nikudanganye, imekuwa shida. Wakati mtu ako katika matatizo fulani, Mungu anamuwazia mema. Wakati Mungu anasema kwamba hataki hata mtenda dhambi kweli afe katika dhambi zake, aishi, atubu, ageuke. Sisi kama watumishi, hata Yona hakukuwa mtu mtakatifu. Yona alipozaliwa katika hii dunia alikaa katika dhambi, kuna vitu alifanya vibovu, lakini ilipofika watu wanenayo kusamehewa alikasirika, because alitaka asikia kwamba wamemezwa kama watu wa Sodoma na Gomora. Yona alitaka kuona wale watu wengine wameuawa kama ni kwa upanga, wengine wamekosa chakula, wamekufa, wengine wameteswa katika mateso fulani ambayo imefanya mpaka wakaangamia. Ilikuwa ni kitu mzuri kwa Yona watu kukufa, wala kuishi na kubadilika haikuwa sehemu yake. Na kusema ukweli, sio Yona peke yake. Siku ya leo watumishi wengi wa Mungu hawataki kuona mtenda dhambi akiishi. Ndio maana wanaombea wachawi wafe. Yule mtu ambaye anaonea mabaya maadui zao wanawaombea wafe. Hakuna mtu ako tayari, utapata ni wachache. Kwa watumishi wa Mungu ni wachache ambao wanaomba mtu kubadilika, mtu kumgeukia Mungu na kutubu dhambi zake. Ni wachache. Watu wengi tunataka tuone mtu alikuwa na shamba amenyang'anywa, tufurahie kwa sababu ya uasi. Tunataka kuone mtu alikuwa na watoto walikufa, sasa huyo mtu ana watoto, hiyo ndio furaha yetu. Ndio unaona hata wakati Ayubu alipoteza mali, kuna watu walifurahia. Hata marafiki zake wakamwendea kwa wanaona, Mungu mwenye unaabudu, una vile amekuruhusu, umeona vile amefanya. Walifurahia mateso ya Ayubu. Kusema ukweli, katika hii dunia ukipata mtu ambaye ako na mawazo masafi, mawazo mema, mawazo shwari, mawazo matakatifu, nia ambayo ni safi ya kiungu, shukuru. Na kuambia Yona nabii wa Mungu alitaka watu wa Ninawe kuangamia. Ilikuwa ni ushuhuda wake, ilikuwa ni furaha yake, ilikuwa ni amani yake kuona washerati wakichomwa. Kumbe katika hii dunia kuna watu wanafurahia wakati unaangamia. Kuna watu wanafurahia katika mateso yako. Kuna watu wanafurahia wakati mambo yako yanaenda yakiharibika, yakibomolewa.
Hadi kuna watu wanafurahia vitu zako zikisambaratishwa. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu, Mungu amekuonyesha tatizo la mtu, hajakuruhusu ya kwamba uchangie lile tatizo likawe kubwa ama wewe mtu aangamie kwa hilo tatizo. Mungu anakuonesha wewe kama mtumishi ukawe na mawazo ya kwamba hata mimi kuna siku nilikuwa katika tatizo kama hili ama lingine, lakini lote ni tatizo tu. Ukamuombee huyo mtu ageuke, ukawa na nia safi kwa huyo mtu kubadilika, ili tukapate roho yake asiangamie. Lakini siku ya leo ni tofauti. Siku ya leo tunajipata katika mambo tofauti katika dunia. Kusema ukweli, imekuwa ni jambo lingine tofauti kupata mtu ambaye anawaza mema. Imekuwa ni kazi kubwa, haswa hata wale ambao tuko kwa Injili. Mtu aliye katika Injili hawazii hata mwingine mema. Mimi ilinishangaza kuona nabii mzima wa Mungu Yona anataka watu wa Ninawe waangamie, wakati Mungu amewasamea. Anajiuliza, hata Mungu ingenipasa mimi nifariki, kwa sababu yeye alikasirika. Mungu akasema hapana, kulikuwa na watu wengine hapo wazuri katika hiyo mji, sio wote walikuwa mabaya. Katika hii dunia hata tunapokuwa na watu wengi wachafu, kuna wale ambao wameamua tu kutembea na Mungu. Ingawaje hata katika hii Injili kuna watu ambao wengi utapata kwamba hawatendi mapenzi ya Mungu, wameamua kukaa maisha ya giza. Lakini katika Injili kuna wachache, kuna wale pia wameamua tu ya kwamba licha kuna msukumo wa dunia, licha dunia haitaki nikae maisha matakatifu, lakini mimi sitakubali hayo maisha ya dunia, nitakubali kuenda na vile Mungu alinifundisha. Paulo mwenyewe anasema yeye alikuwa mtume. Anasema kuna wakati angelitaka kutenda mambo mazuri, lakini anajipata ameatenda yale ambayo hakutarajia na hakufurahia katika hayo maisha. Unaweza kuwa ni mtumishi wa Mungu, unaweza ingia hata kwa usharati, lakini hauwezi kufurahia ukiwa kwa usharati. Unaweza ingia hata kwa uzinzi, unaweza ingia kwa masengenyo, ndio ni mtumishi wa Mungu nabii. Unaweza ingia hata kwa wizi, unaweza ingia kwa vita, kwa magombano, unaweza hata jipata kwa ulevi, unaweza jipata hata siku moja umejiingiza kwa uganga, na wewe ni mtumishi wa Mungu. Haimaanisha kwamba hauwezi rudi nyuma na ukatenda mambo mabaya. Inamaanisha kwamba kurudi nyuma kunawezekana, licha ya kwamba wewe ni mtume, wewe ni mwinjilisti, lakini ukubali katika hiyo hali ya kwamba yale ambayo unayatenda sio mazuri. Usijifariji na mistari. Hiyo ndio shida ambayo tuko nayo. Ukubali. Alafu pia ukuwe mtu wa kutarajia wengine wanapojipata kwa hiyo shida wawazie mema, sio waangamie, kwa sababu hata wewe ungeliangamia. Kuna vitu mingi umefanya katika siri, kuna mambo mengi umefanya hata wazi ambayo yanafaa wewe kuwa umekufa, lakini Mungu akakusamehe, lakini bado unaendelea kuwaza tofauti na vile Mungu anataka. Yona mtumishi wa Mungu nabii aliwaza watu wanenao kuchomwa, waangamie, wateketezwe. Sijui alitaka Mungu awafanyie nini. Ilikuwa ni furaha kuona wale watu wanenawe wote wameisha. Hili ni jambo hata katika kanisa unapata mtumishi katika kanisa watu wamekuwa waasi, hawasikia hata ile injili ambayo Mungu amemtuma nayo. Mtumishi anafika mahali anakuwa na uchungu na hasira na magombano, inafika mahali hata anataka watu hawa wakufe. Ukitaka kujua Musa alifika mahali akaambia Mungu, hawa ni watu wako, wewe ndio uliwaumba, shughulika nao. Unafikiri wale watu walikuwa wamemfikisha wapi? Katika hii dunia unaweza kuwa mtumishi wa Mungu, watu wakuje wakufikishe mahali ambapo ufike mahali hata utaki wakufe wote. Ufike mahali uwalaani, yani uone ya kwamba wale watu hawafai hata kufanikiwa. Kusema ukweli, hivi ndio maisha ipo. Lakini na kuacha neno moja, hata wewe hautendi mambo yote sawa, na haufai kuwaza mtu kuharibika, haufai kuwaza mtu kupotea na kuangamia. Haifai kuwa hivyo. Huo ndio ukweli. So Mungu aliona mawazo ya Yona yalikuwa mabovu. Na kweli siku hizi ukiona mtoto wa mwingine ajaenda kwa shule ni furaha yako. Ukiona hata mtu mwingine amefutwa kazi ama ana kazi, kuna wengine ni furaha yao. Ukiona mtu alikuwa katika ndoa wakawachana, ni furaha ya mtu mwingine. Ukiona mtu ameuawa, amechomwa, mtu yule hata mwingine amerogwa, wengine ni furaha katika mateso ya watu. Inakuwa ni furaha yao. So nataka kumaliza ujumbe wangu nikisema tafadhali tuondoe mawazo mabaya. Kwa sababu kitu cha kwanza, wewe sio Mungu.
Hata kama wewe ni mtumishi, mipango zenye Mungu alipangia huyo mtu, hata ukienda umwazie mabaya, umuombee mtu yule akufe kwa ajali, mtu yule kazi yake iishe, umuombee. Unataka kusikia kwamba ule mtu amekufa, ule mtu haendelei, amefilisika. Nataka nikwambie ukweli, wewe ujua kwamba wewe sio Mungu. Cha pili, wewe hauna mipango yoyote ya mwanadamu. Cha tatu, mipango za mwanadamu na mipango zako ni tofauti kwa huyo mtu. Aliyemuumba ni Mungu peke yake. Huwezi kuwazia mtu mabaya kufika mahali ambapo anafaa kuangamia. Hapana. Mimi nakwambia ukweli. Hata kama mtu amekutendea mambo gani, unafaa tu umruhusu Mungu mwenyewe amshughulikie. Sio ikuwe ni wewe mwenyewe kuanza kumuombea kufariki, kumuombea ajipate katika shida ikawa ndio furaha kwako. Hapana, akuendi hivyo. So, nataka niseme hivi, tafadhali tuharibu mawazo mabaya na tubaki na mawazo mema. Licha ya kwamba kuna watu ambao tumewatendea mambo mazuri tukitarajia ya kwamba watatulipa mazuri, wakageuka wakatulipa mavi, sisi tusiwalipe mavi, tuendelee kuwazia mema. Anayetaka kuwalipa mavi, kama ni Mungu mwenyewe atakuwa ameamua, basi ni Mungu. Angalia Musa, Datani na Kora na Abiram walikuwa waasi kwa Musa. Wakaambia Musa, sio wewe pekee Mungu anaongea na wewe, hata pia sisi. Wakajipiga kifua. Lakini ilipofika mahali pa Mungu kutaka kuangamiza Musa, mtumishi wake mwenye alikuwa ametendewa mabaya, alilala kifudifudi kuomba Mungu ya kwamba hao watu waache. Wewe unafikiri ni pastor mgani, bishop mgani, evangelist mgani, papa mgani, mtume mgani anaweza kufanya vile Musa alifanya, kuomba Datani na Kora na Abiram wasiuawe? Wengi siku ya leo tungelikuwa ni sisi, tungeshukuru hao watu wauawe, tungeambia Mungu wachome. Hata kama ni ulikuwa umepanga kuwachoma mara 9, choma mara 20. Kama ulikuwa umepanga kuwakata vipande vitatu, kata vipande 10. Kama ulikuwa umepanga ya kwamba watakufa wakiwa wendazimu, wahakikisha kwamba wameenda zaidi ya wendazimu. Hiyo ndio maombi ya watumishi siku ya leo, kwa sababu ya wale watu ambao wamewatendea vibaya, wale watu ambao hawakutarajia wanaweza wageuka na kuwasaliti. Sasa inakuwa ni ya kwamba unawaombea mambo mabaya watendekee, ndio baadaye usikie mzuri ukiwaambia kwamba we ni mtumishi wa Mungu, na mtu asicheze na mpaka mafuta wa Mungu. Kweli wapendwa, mahali tumefikia kama ni hapo? Hapana. So Yona, mtumishi wa Mungu aliyekuwa nabii, mawazo yake yalikuwa machafu. Hakufurahia kuona watenda dhambi wanapobadilika kama yeye alivyobadilika kuwa nabii. Alitaka watenda dhambi waendelee kunywa pombe, waendelee na usherati na wizi na uganga, wakufe katika uganga na wizi, wakufe katika usherati, wakufe katika ukabila na masengenyo na pombe. Hiyo ndio ilikuwa furaha ya Yona. Lakini Mungu akasema hapana, sitafanya hivyo. Akaenda kinyume na matarajio ya Yona. Siku ya leo na wasihi watumishi wa Mungu, tubadilishe mawazo. Licha ya kwamba kuna watu ambao tunaona ya kwamba wametenda dhambi na tumewaonya wamekataa, bado katika hiyo dhambi, hatufai kuwazia kuangamia, kuteseka, kukufa. Ndio sasa ikawa ushuhuda kwetu, tuendelee tu kuwazia mema. Atakayetaka kuwalipa yeye mwenyewe vile amekusudia ni Mungu. Kora, Abiram na Datani, Musa aliwatakia waishi, lakini Mungu alifungua mdomo, wakamezwa. Hiyo sasa tunawachia Mungu, kwa sababu Mungu hauwezi ukamkosoa, lakini wacha mawazo yetu yakawe mema. Na sio watumishi wa Mungu pekee, hata wengine ambao mmejaokoka. Unapopata mtu haendi kukutendea yale mambo mazuri, sio jukumu lako kumlaani, na sio jukumu lako kumuombea mabaya yampate. Yale ambayo anakutendea rudi kwake. Wanasema back to the sender. Ani siku hizi unarudisha mambo mabaya. Kama mtu anakuombea ukufe, pia wewe unamuombea ukufe. Hata Mungu mwenyewe akauliza watumishi wake. Kama wanadamu wanaweza penda wale ambao wanawapenda, wanachukia wale ambao hawapendi, wanalisha wenye wanawalisha. Yaani wanadamu wanatenda nipe nikupe, ana tit for tat. So Mungu akauliza, hata nyinyi ambao mmeokoka mtatenda hivyo? Kwa sababu sasa mtakuwa na tofauti gani? Kama watu ambao wako katika dunia wenye hawajaokoka wanachukia wengine kwa sababu wale pia wamewachukia, hawezi kuwasaidia wengine kwa sababu wengine hawasaidii, yaani wanalipisha kisasi. Mungu akauliza, na nyinyi ambao mmeokoka mlio katika nuru pia mtatenda hivyo? Akasema la, nyinyi hamfai kutenda hivyo, mnafaa muende tofauti na mawazo ya dunia hii. Sasa mawazo yetu ambayo ni mabaya tuyaharibu, tubakishe mawazo mema. Wale ambao mmepata ujumbe, hasa watumishi wa Mungu, ninawaomba kwa jina la Yesu turekebishe
haswa mahali ambapo tunaona kwamba tuko na uchungu, tuko na hasira ama tumetendea mambo maovu. Hii ni wakati ambao tunastahili kustahimili, kukaa chini na kuomba Mungu tuelewe alikuwa anatufundisha nini. Tusikuwe rahisi wa kuchekelea, kuhukumu na kutaka wengine wakaangamie. Mungu awatende mema. Ujumbe huu unaweka katika mtandao mtatu. Ukienda YouTube utapata katika channel ya Believe and Obey the Only True God. Ukikuja hapa Facebook, channel yetu ni Believe Obey. Alafu ukienda TikTok, channel yetu ni Believe and Obey Jesus Only. Hizi ndio channel ambazo mahubiri haya yanawekwa ili yanapokupata yakaweze kukusaidia, na wewe pia yanapokusaidia wapeane kwingine. Wote ambao mnapata ujumbe mahali penye mko, Mungu awatende mema na mkawe na wakati ulio wa baraka na mkadumisha utakatifu. Kila kitu ambacho mnafanya mfanye kwa utukufu wa Mungu. Amina. Amen.